tutaingia namna ya kufanya hija. Hija na umra ni vitu viwili vatofautiana kwa majina, vafanana kimatendo katika baadhi ya nguzo zake, na hizi zote mbili ni lazima, lakini ulazima wake kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Anayeweza kwenda hija ni lazima. Na napenda kutunabahisha nukta hapa. Ikiwa wewe kwako imekuwa ni lazima kwenda hija, lau Mwenyezi Mungu akakuandikia faradhi ya kufa, hukwenda kabla ya kurithiwa chenye kurithiwa, ni lazima kutolewe fungu la kwenda kuhijiwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kuulizwa na sahaba kwamba mzazi wake alikufa na yeye alikuwa ishamlazimu faradhi ya hija. Je, itamlazimu huyu mtoto akalipe deni lile la hija? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, lau angekuwa na deni kwa mtu ingekuwa ya kulazimu mlipia? Akasema naam. Akasema fadainullahi ahaqqu an yuqla, na deni la Mwenyezi Mungu lina haki zaidi kulipwa. Wakati undikuwa wajua wewe mzee wako alikuwa anao uwezo wa kumiliki cha kumpeleka yeye hija na hakwenda, na hakuwaambia nyinyi, lakini mzee wako wajua amekufa na ana mali ambao kwamba ilikuwa aweza kwenda kuhiji, lakini hakwenda. Kabla ya kugawanya yale mali, hakikisheni mumetoa gharama ya kwenda kuhijiwa yule mzee. Wengi wamefariki, wako makaburini na waadhibiwa kwa kuwa hawakwendewa, hakuhiji yeye wala watoto hakuna alokwenda kumhijia. Ni jukumu, halianguki. Hija wanazuoni watuambia ni faradhi yake ni ala tarahi, ni pale wewe umeona sasa mimi nafaa kwenda. Mwaka huu ulikuwa waweza ukasema nitakwenda mwakani, sawa, lakini hija iko kwenye shingo yako, haianguki. Na hulazimu katika umri mwaka mara moja tu, hija na umra. Kuna watu wamekwenda umra wakaona basi tosheleza, la, na hija pia wakiwa na uwezo lazima wende. Ya lazimu hija na umra kwa kila Muislamu mwenye akili alobalighi, awe na uwezo, na uwezo uko aina nyingi sana. Uwezo wa kuwa si maalubi. Maalubi ni mtu kitonge. Uwezo wa pesa, uwezo wa kwenda kuzifanya zile ibada. Ikiwa wewe ni mtu uko kitandani kitonge, yani umeparalyze, huwezi kufanya lolote, wajua ukiambiwa una njaa, wataka kula, wataka kuingia haja, lakini huwezi kutaharaki kivyovyote, huyu ndo aitwa maadhubi. Ni mtu ambaye kwamba hawezi kufanya jambo. Huyu kama ana uwezo wa pesa, ni lazima atoe katika pesa zake, apeane mtu ende akamhijie. Kadhalika uwezo wa kuwezekana kwenda, barabara imeaminika, hakuna vita, hakuna watu wa kuvamia barabarani, hakuna watu wa kupokonya. Hata ikawa wewe mwenyewe ukasema haina neno, akinipokonya si kitu, la, faradhi haitokulazimu. Na mwanamke yamlazimu ikipatikana sharti ya zaidi.
Sharti ya zaidi kwa mwanamke ni imma, sikizeni uzuri hapa, mwanamke ni imma awe na maharimu yake, maharimu aina yoyote, hata mkwe, babake mumewe, mtoto wa mumewe, hawa huitwa maharimu. Ndugu wa kunyonya pia ni maharimu. Akikosekana maharimu, hana kabisa, hana mume, hana ndugu, hana mzazi, hana mkwe, hana mtoto wa mumewe, nisaun fuqat, wanawake wenzake ambao kwamba ni waaminifu, hata wawili. Wanawake wakiweko hata wawili pamoja na yeye wakawa wanawake watatu, lakini nisaun thuqatun, wanawake waaminiwa, sio wenyewe wote mishambenga. Yani angalau kuna wanawake yeye mwenyewe haaminiki hata kwenda marikiti, lakini ameandamana na wanawake ambao kwamba waaminika, yafaa kumwambia nenda, asa wale watamprotect. Sasa namna ya kufanya hija, tulieleza fadhila za hija na thawabu zake. Hija namna ya kufanya, kuna aina tatu ya kuhirimia hizi hija. Namna ya kuingia katika hija, kuna al-ifrad, kuna at-tamattu, kuna na qiran. Mara nyingi watokao Kenya huku Tanzania hawana ila aina moja tu, yaitwa at-tamattu'i. Ya kwanza ni al-ifrad. Al-ifrad ni kuanza ibada ya hija mpaka ukamaliza, kisha ndio ukafanya umra, lakini mwaka ule ule, yani kabla haijaingia mfungo 4 ukawa umefanya na umra, lakini mwanzo ukatanguliza hija kabla ya umra. Ina maana wewe ukitoka huku ukienda ukawa wewe umeshahirimia hija, wangojea tu kwenda Arafa, au ukahirimia hija ukenda zako Maka ukafanya tawaful qudumi, utafanya tawaful qudumi kisha usai, ungojee paka mwezi 9 wende zako Arafa. Ukitoka Arafa uje zako Mina, ukitoka Mina uje zako ufanye tawaful ifadha, huna kusai, ushasai kule. Urudi zako Mina utupe mawe, ukimaliza kutupa mawe siku zile 3 zile, kama utakaa 3 utakaa 2, ukimaliza ushamaliza hija. Sasa ujiandae ufanye umra. Hii inaitwa al-ifrad, na hii ndio ni bora zaidi, lakini hakuna afanyao kutoka Afrika. Aina ya pili ni atamattu'i. Tamattu'i ndio watu wengi tufanyao sisi kutoka huku Kenya, Tanzania. Mwanzo ukienda ukafanya umra, mukafanya umra, mukimaliza mukasubiri mwezi 8 mukahirimia hija. Mwezi 8, na siku hizi wameongeza, imekuwa mwezi 7. Zamani walikuwa watu wakitoka mwezi 8 jioni kwenda zao Mina, kwa sababu ule usiku, kuwahi ule usiku unaitwa Lailatut Tarwiya, usiku wa kupambaukia kwenda Arafa. Lakini siku hizi wamekuwa hupekwa mapema. Wajua siku hizi huhiji utakavyo wewe, utahiji utakavyo serikali. Serikali hukupangia time za kutupa mawe, utakuja kuambiwa na serikali. Haya masomo tuyasomayo hizi ni enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Enzi za sasa ni tofauti. Utasikia wewe ukielezewa ni sunna kufanya kadhaa,
lakini hutopata wewe kufanya hiyo sunna utakayo wewe, sababu wewe wafanyishwa ibada, wapelekeshwa vile watakavyo wao ulivyopangiwa na wale wanaosimamia. Haswa sisi ukuwa Afrika ndo huonewa sana. Kwanza henda tukae kwa huko Tokomeoni, wewe na kutupa mawe karibia kilomita 7, sawa, upata thawabu nyingi, lakini kwa nini we sisi tu? Mbona wengine hawana? Sasa ya pili ni atamattu'i. Nini atamattu'i? Tamattu katika lugha ya Kiarabu ni kustarehe. Faman tamatta'a bil umrati famastaysara min al hadi. Tamattu'i ni wewe utangulize umra kabla ya kuhiji, ufanye ibada za umra, yani utahirimia umra kwenye mikati yako. Mikati tulizungumza darasa la nyuma ni zile boda zilizowekwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ukisha kuhirimia kwenye ile mikati yako, utakwenda ufanye tawafu. Manake umra nguzo zake ni al-ihram, at-tawaf, as-sa'i, kisha ilobakia ni al-halq wa at-taqsir. Bas, hakuna mambo mengi, ni kuhirimia, wende utufu, usai, unyoe au upunguze, kuisha ushamaliza umra. Sasa utahirimia, ufanye umra umalize, sasa waisubiri hija. Hii yaitwa tamattu'i. Itaitwa tamattu'i ikiwa wakati wa hija utahirimia sio kwenye boda yako ulokuwa ni lazima uhirimie hija. Zamani mimi nakumbuka 1999 tulipokwenda hija, ilikuwa wakati wataka kuhirimia hija waruhusiwa utoke wende zako mikati ukahirimie ili usiwe na kuchinja. Umeona leo ukiwa wenda hija utaambiwa kuna pesa za kuchinja, na pengine huelezei wewe hizi pesa za kuchinja za nini. Kumbe hizi pesa za kuchinja ilikuwa wewe wakati wataka kuhirimia hija urudi boda ambao ilikuwa pengine riali 10 tu, upande basi ikupeleke si mbali kwenye boda ya kuhirimia hija. Kama sisi ni Alamlam si mbali, ni hawali saa na nusu, saa mpaka saa na robo mpaka saa na nusu tutukue, si mbali. Wende uhirimie, khalas, huna kutinda wewe, kwa sababu huyo ameitwa mutamatti, aitamatta'a bi an ahrama fi ghairi miqatihi, amestarehe kwa kuhirimia mahala sipo pake. Kwa mfano nikakwambia wewe tunene hii ndio Maka, ni mfano, na hapa Shibu ndo kwenye Al-Kaaba, taipigia mwenyewe msikiti wangu. Sasa wewe ulikuwa unataka uhirimie utoke uende Kisauni, lakini huruhusiwi, hakuruhusiwi tena. Boda zote zimefanywa nini? Kuna zishafungwa, kuna roadblock. Sasa itabidi uliopo popote hapa Mombasa uhirimie hapo hapo. Sasa penalty ya kuwa wewe hukwenda kuhirimia kwenye boda yako ndio ukaambiwa utoe utinde. Angalia Wasuudia walivyokuwa wajanja, yani hukuzuilia jambo, sharia imekupa nafasi, maadamu utarudi ukahirimie, fanya bila kutinda. Tutapata mbuzi wengi, tutafanya biashara, na hakuna mwanachuoni yazungumziao haya. Kinyani nini ufanywa na Saudia? Mimi kisema tambia mimi na chungi na Saudia. Yaki wafanyishwa ibada kinguvu nguvu, yani wewe wachinjishwa. Yaki mbuzi si bei ya Kenya, $150. Na wewe mbuzi mwenyewe hata humuoni, hutoa tu hizo $150. Huisi kutindwa mbuzi, hutindwa kuku, hutindwa nini, wewe utatoa tu. Wewe utaitoa risiti, mbuzi wako ndio huyo. Hata hiyo risiti ndio mbuzi wako. Wallahi ya akhi. Na chup, hakuna mtu aweza kuambia jamani ni si haki. Sharia si imeturuhusu twende tukahirimie.
Ambia hakuna ruhusa kutoka. Kwa nini? Kwani mimi ni mfungwa? Nimehalifu, mimi naenda kuhirimia. Tupeni hata gari ya askari ya polisi tuandame. Ruhusa. Hirimiani hapo hapo, mtupe 100. Fikiria mahujaji wangapi? Mahujaji wangapi? Kila mtu dola kama 100. Wakati ule Khalid ilikuwa 100, sasa nga 200. Ule alikuwa mwaka gani? Haya, 2017. Fanya matezo Haya, mbuzi atabaki dola 100 mpaka sasa. 2017, miaka mingapi mpaka sasa? Karibu miaka 8. Hapa Mombasa, hapo mbuzi alikuwa ni 3,000 tu, sasa Mombasa 8,000. Kwenye mbuzi, kuzaliwa hao mbuzi, kule kuzaliwa mbuzi, kuzaliwa majiwe tu. Sasa ukisikia wewe wenda kuhiji umeambiwa utupe na pesa ya kuchinja, maana yake si kwa wewe una dhambi umeifanya, wala si kwa wewe huwezi kuikimbia hii dola 100. Waweza, lakini serikali haikupi nafasi, haikupi ruhusa. Huna uhuru katika ibada, ufanye utakavo. Ukisema wewe una chuki na Saudia, mimi niwe na chuki na Saudia, kwa chuki gani? Na mimi naelezea masala. Wewe usokuwa na chuki na Saudia, hebu tusaidie. Mwaka huu watu wakenda wakahirimie. Nenda ukanene ila kama utii ndani. Fanya matezo MBS utaona kisu atakachokifanya. Nafikiri ni hao viongozi wa kwetu kutaambia utakalo, subutu. Sasa mutamati ni yule anayetanguliza umra kisha mwaka ule ule akahiji. Sasa akihirimia kwenye mikati hana nini? Kutinda. Akihirimia ndani ya mikati, mikati nimekwambia ni boda, nimekupa mfano. Kama hii Mombasa tunene Likoni ni boda ya watu watakao kuja Likoni pale feri. Bridge ni boda ya watoka wapi? Malindi, Zisauni, huku wakulaia huku. Ya Changamwe hapa kuingia Mombasa kutoka Changamwe. Kibarani ni boda ya hao watoka Nairobi, watoka wapi ndobo. Sasa aliyoko ndani lazima atoke aende akahirimia. Huruhusiwi kutoka, utabidi uhirimie ndani. Ukihirimia ndani wewe huambiwa ni mutamatti, yalzamu alayka damun, ni lazima utinde. Na kutinda lazima kule, hata kama una mbuzi kwenu 1000 mpaka utinde kule. Namna ya tatu kufanya hija ni alqiran. Qirani ni 2 in 1. Yani unuilie ndani yake mimi nafanya hija na ndani yake mimi nafanya nini? Umra kwa pamoja. Yani ile tawafu moja ni ya hija na ile tawafu moja ni ya nini? Ya umra. Hii si sana watu kufanya ila wazivu, lakini yafaa. Na huyu mutamatti na qiran lazima watoe damu, ila mutamatti ikiwa atarudi kwenye ile mikati. Naam. Nguzo za hija. Hija ina nguzo 6. Ya kwanza ni al-ihram. Nini maana kuhirimia kwa hija? Yani ni kutia nia ya kuwa wewe waingia katika ibada ya hija. Na kama ni hija utasema nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjin. Mtume SAW alitamka nia ya hija. Usiogope kutoa sauti kwa kuitamka nia ya hija. Ya pili, alwuqufu bi Arafa, ni kusimama hapo Arafa. Na hii kabla tuingie nguzo ya pili, mwanzo tumalize hii nguzo ya kwanza, al-ihram. Ina na sunna zake hii ihram. Sunna zake yatakiwa kama sisi wanaume, punguza masharubu kabla hujahirimia. Punguza kucha, nyoa nyele za kila za ndani huko zinyoe. Oga kwa ajili ya kuhirimia. Ni uzuri ununue ihramu mpya. Kama huna mpya wafaa kununua ilofuliwa, lakini bora ununue ihramu mpya.
Si lazima ihramu kwa matauli, waweza kuvaa vikoi viwili, zikiwa nyeupe ni bora, shuka mbili waweza, lakini shuka nazo huonesha na wewe ukiwa mwili mweusi na nguo nyeupe itatunda. Ni uzuri ujitie mafuta kabla hujahirimia. Umekwenda kuoga, nisikizeni kwa makini inshallah, msiwe moyo ukasema sisi tusikizao mlango wa hija wenyewe na kwenda licha kwenda hija kwenda Nairobi dharubu. Kwa Mungu si inshallah mwakani tutakwenda inshallah taala. Kila ule asema amina inshallah, Mwenyezi Mungu atamuinulia hatua mwakani ende. Ukisha kuoga utaoga kwa nia kwa mimi naoga, lengo la kuoga kwa ajili ya kuhirimia. Na napenda niwatanabahishe wanaokwenda, kuna josho kwa ajili ya kuhirimia, kuna josho kwa ajili ya kuingia Maka, kuna josho kwa ajili ya kutufu. Hupati hizi time, hizi nafasi hupati. Sasa wewe ukioga, oga kwa nia mbili mwanzo, sisi sio kutoka huku. Oga kwa nia kuhirimia na oga kwa ajili ya kuwa waingia Maka. Ya kutufu mwanzo Maka, mkifika mtakwenda hoteli. Ukifika hoteli oga ndo ende zako ukatufu. Tumefahamu hapa vizuri? Na uzuri pale airport Madinatul Hujaji viko vyoo special vimewekwa vya kuoga. Sababu watu sisi kama sisi watu wa kutoka huku Afrika waweza kuhirimia pale Madinatul Hujaji. Katia nia pale pale Madinatul Hujaji. Ukaenda pale na nguo zako ukaingia pale ukavua ukaingia ukaoga ukatia nia twende. Manake ile iko nde ya Lamlam. Ile Madinatul Hujaji iko nde ya Lamlam. Na ni sunna baada ya kuoga kisha uswali raka mbili za kuwa wewe ataka kuhirimia. Hizi raka mbili waziswali, na tumesema utasoma katika hizi raka mbili suratul Fatiha na kul ya ayyuhal kafirun. Ya pili suratul Fatiha na kul huwallahu ahad. Na usisahau dua ya safari. Na katika kitu ambacho siku hizi chafanyika si kizuri, endao hija haneni, endao hija hasemi, haagi watu. Na yatakiwa ukienda safari ya hija, idha arada ahadukum safara faliwaddi' ikhwanahu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, mmoja wenu akitaka kusafiri awaage wenzake, fa inna Allaha ja'ilun fi du'aihimul baraka. Mungu hujalia katika dua yake kwa dua zao wale wakikuombea, inshallah ende salama, inshallah Mungu atakupeleka salama, inshallah Mungu akutakabalia mali zako, hujaliwa baraka na ile dua. Siku hizi watu hawaagani. Zamani ulikisikia kuna maulidi ya fulani, kuna maulidi ya mahujaji, siku za mahujaji watakuondoka watu wakiagana. Kama sisi hamu pale ulikoko watu siku wakiondoka watu wote utawaona pwani kuja kuaga mahujaji, na siku wakirudi watu wote wako pwani kuwapokea mahujaji. Lakini siku hizi mahujaji huondoka na wakarudi hatasijulikana, bwana uko wapi sikuoni? Kwa Maka. Wewe kwa hiyo ukienda Maka usiambie watu tafikiri kwenda kuzini. Nasallallahu salamata wa afya. Wewe ndio Maka, waambie watu hiyo safari ya fakhri, hiyo safari uogopa hasadi. Hakuna hasadi ya kusudia wewe kwenda Maka bwana. Mtume amekwambia waage sallallahu alaihi wasallam, watie Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema mimi nafanya ni sunna hili. Basi utafikiri yeye mwanzo kwenda Maka amekuwa pita hapo, menda Maka mwaka huu, menda waate watu wakudhani hatakialo. Wewe fanya kuwa ni sunna, aga watu usiogope. Hata ukiweza kutia kwenye social media, ndugu zangu naomba mniombe dua, mara hii Mwenyezi Mungu ameniinulia hatua, waate wakupromoshe. Basi mtandao mara hii TikTok itayua wenda wewe. Siku zote watu wenda hakuna yuwao, kwa sababu wewe wafuata sunna. Kwa hiyo hizi sunna tusizikose. Kuombana misamaha, kulipa madeni, kumridhisha ule muudhi. Nguzo ya pili baada ya kuhirimia, alwuqufu bi Arafa. Na hii ndio nguzo kubwa katika hija. Mtume SAW asema alhaju Arafa.
Arafa ni sehemu iko ina mipaka, utaiona wewe bidaya ta Arafa, nihaya ta Arafa, mwanzo wa Arafa, mwisho wa Arafa. Sehemu yoyote inayoitwa Arafa ukiweko baada ya jua kupinduka, yani baada ya dhuhuri na mpaka usiku ukakuingilia, time yoyote, mathalan hata ukenda saa 10 ya Arafa ukakaa mpaka magharibi ikaingia, ukaadhiniwa, ukaswali, tosha. Lakini ni uzuri ukae mtana mzima ule, ukae na ule usiku angalau japokuwa masaa 2 matatu, ni bora upatilize Arafa. Na hata lau ukapita mwanzo wa Arafa mpaka mwisho wa Arafa, mathalan ukatoka huku saa 11 mpaka ukimaliza Arafa magharibi imekuadhinia katikati, wewe ndao huna nafasi hata kusimama, tutakwambia Arafa. Lakini ukiweko Arafa ukawa umepotelewa na fahamu siku ile, siku nzima hufahamu lolote, wewe umekosa hija. Lakini ukapata hata lahadha ukazundukana, kumbe tuko Arafa, mimi nilikuwa nimeona tuko Mina, tuko Arafa leo, alhamdulillah, hija umeipata. Ni uzuri katika sunna za kusimama Arafa ni uoge kwa ajili ya kwenda kusimama Arafa, ni uingie ile Arafa baada ya jua kupinduka. Sisi upekwa Arafa kuanzia usiku, alfajiri nyi mko Arafa. Mmekwambia wewe hizi hija ukisoma kwenye vitabu vingine, na ile hija utakuwa kwenda kuhiji wewe nyingine. Wallahi alhamdulillah, sisi tulipata wakati mzuri. Mimi nakumbuka nimeingia hivi adhuhuri wadhiniwa na mimi ndo ingia Arafa. Benda kwa vile ulivyosoma kwenye vitabu, ulikuwa hukatazwi, ulikuwa hulazimishwi, ulikuwa huamrishwi, umeatiwa kuanzia 2000 kwenda 10 huko, kulikuwa raha sana. Na ni uzuri uswali adhuhuri na alasiri jamu takdim, yani ukiswali adhuhuri na hapa ukusuru watu, swali ya dhuhuri raka 2 kisha mkaswali alasiri jamu takdimi. Na hapa Arafa wa kawaida huwa kuna khutba 2 kama khutba za swala ya Ijumaa, na kila kwenye tenti watu hutubu. Ni uzuri siku ya Arafa kuleta al-iktharu min at-tahlili, kuleta la ilaha illa Allah kwa wingi na tasbihi na kusoma Qur'ani na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuomba dua kwa wingi pamoja na kujiliza, kumlilie Mwenyezi Mungu hapa Arafa. Na napenda kuwapa wasia wanaokwenda hija, usisahau kuwaombea ambao hawakuja. Sio wewe ujiombee wewe tu, kila ukiombea wenzako wewe utapata zaidi. Na ikiwa hujui cha kuomba, mwambie ya Rab, hawa walokuja wote kila mmoja ana maombi akuomba wewe ya Rab, na mimi naomba wayaomba wao nipe na mimi ya Rabbi, basi utayapata yote. Hiyo itaitwa cocktail. Henda wewe kama pengine huisi na kuomba, hujui ombe kitu gani, mwambie ya Rabbi, mimi naomba haya yanaombwa na hawa waja wako ya Rabbi, unipe mimi yote wayaombao hawa ya Rabbi. Uwape na wenzangu ambao hawakuja ya Rabbi. Ombea ulimwengu mzima, na usiwasahau watu wa Palestina. Usisahau tafadhali, mwendao hija msiwasahau ndugu zetu wa Palestina. Ni uzuri ukae ukielekea kibla, kaa elekea kibla, wete dua. Atana story siku ya Arafa. Siku ya Arafa si siku ya WhatsApp, wala si siku ya kupiga mapicha masnap. Ni siku ya wewe kujiarifisha kwa Mola wako. Jijulishe kwamba wewe ni mnyonge, wewe ni dhaifu, wewe ni maskini, wewe ni fakiri, wewe ni muhitaji, wewe ni mgonjwa, wewe una madhambi, wewe una maovu, wewe una mabaya, wewe una machafu, ili Mungu akutahirishe, Mungu akupe afya, Mungu akupe uzima, Mungu akupe mapenzi, yani wewe ni siku ya kujitangaza kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala yale mapungufu ulionayo. Usiwe na istinkaf, sema wewe kaa tu mtu ana saa zote ta kuchati vipi huko, biashara vipi. Siku hiyo biashara yako wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Na tahadhari
kumdharau unayemuona katika jambo lolote ambalo wewe katika akili yako sema huyu uko Arafa kweli, uketizieni story tu, uketizieni kupiga picha tu. Wewe fanya, hukuona kitu. Wewe jiangalie wewe na Mola wako. Ukiweza kujifanya tongo siku ya Arafa, huoni chochote. Wewe wamlilia Mola wako tu, wamlilia Qur'ani. Ukimaliza Qur'ani, dhikri, tahlili, la ilaha illa Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Soma qul wallahu mara 1000, lete la ilaha illa Allah mara 1000, mswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam mara 1000, kithirisha maombi. Kadhalika alburuzu lishams, ikiingia kama kitu saa 10 saa 11 namna hii, jianike kwenye jua. Toka kwenye hema sasa, likupije lile jua, umlilie Mola wako. Wala usifikirie kwa wewe uko juani, fikiria wewe kuna siku ya kiyama, yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin. Utasimama siku hakuna kivuli, siku hakuna miti, siku jua limekurubishwa. Utakuwa hali gani? Mwambie ya Rabbi, hili jua la hapa mimi siliwezi, naomba ya Rabbi kwenye jua hilo usilioneshe ya Rabbi. Na ni uzuri ukae mpaka usiku uingie. Ule usiku ukiingia, ikiwa waona kule Muzdalifa utapata sehemu nzuri ya kuswali, utaswali. Ikiwa la, bora uswalie pale pale Arafa. Mara nyingi kule Muzdalifa hamupati, wani msongamano na sehemu zenyewe majiwe, milima, yani dharubu. Pale Arafa pamekaa vizuri. Fadhali magharibi kiadhiniwa, swalini kabisa magharibi na isha. Lakini sunna ni kuswali kule Muzdalifa magharibi na isha jamu taakhiri. Lakini kwa mpangilio ulio kisasa, bora mswali hapa hapa Arafa. Maadamu magharibi imeingia, swalini kabisa magharibi na isha. Mkifika Muzdalifa kule, angalia ni dharubu za Muzdalifa. Na si lazima ukifika Muzdalifa ulale. Muhimu uweko pale Muzdalifa. Basi kuna watu utafuta usingizi, akimwona mtu uleta dua, akiona watu swalia Mtume. Manake wajua wendao hija nao tuko grupu tofauti tofauti. Kuna watu wapenda kuleta adhkari kwa pamoja, labbaik Allah, wengine bid'a, wengine wapenda kuswalia Mtume, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma wao hawataki, yani kila kitu hawataki. Sasa wewe usimwambie mtu bwana, wewe tunataka kulala hapa, sunna kulala. Hakuna alosema ni sunna kulala, ni sunna uweko Muzdalifa usiku. Nguzo ya tatu ni at-tawafu, ni kutufu. Mwenyezi Mungu asemaje? waliyatawafu bilbaiti al-atiq, na hii inaitwa tawafu lifadha. Hii tawafu ina sharuti. Sharuti za tawafu ni at-taharatu anil hadathaini, uwe umetahirika. Sharuti ya kutufu ni wewe una tahara, yani usitufu na wewe huna tahara, la. Sasa kuna masala hapa. Sasa nyinyi ustadhi mna tabia utuambia sisi, mwanamke ukimdara mwanamke au ukidarwa na mwanamke umevundikiwa na nini? Na udhu, ndio sio? Uko bwana Madi? Sasa kule Maka chembecho shekhe letu Said Muhammad Sharif Muhammad Al-Bidhi anena Maka ni kulateni. Ni kama ule uchafu ukiingia baharini huathiri. Sasa nisikilize kwa makini. Manake kuna watu sijui walisomeshwa na nani, wakaambiwa ukienda Maka ubadilisha madhehebu. Hakuna kubadilisha madhehebu. Mimi nimeenda Maka mara kadhaa, alhamdulillah, Mungu atutakabalie. Siyabadilisha madhehebu. Kuna kauli kwetu sisi, Imam Shafi'i yasema yantakidhul masu dunal ma. Wewe usimdare mtu, lakini yeye akikugusa achana naye, wewe endelea. Na wewe ina nini kuangalia alonigusa nani? Wewe hutufu watakiani kuiwa mmeguswa na mwanamume au mwanamke? Beta huyui ya akhi, zahma zilioko pale, huna nafasi ya kuangalia huyu mwanamke huyu mwanamume. Lakini kuna watu wataka kuangalia. Kwani na wewe utakuwa ukitembea mikono namna nini?
Salala. Wewe utakuwa umetembea, pengine uishishie na ihramu, pengine uishishie kipochi kisia kikenda. Maana yake we usione kwa kwenye Alkaba ukaona ndio watufuna mitume. Kuna watufuna mijizi, wengine mijizi pale. Wenda mwenye kwenda hija nyinyi, msiamini wale wana utufu wote, wengine mijizi. Si masala kudhaniana, ni masala waqi. Mimi nimetufu na rafiki kijana mmoja wa hapa Mombasa. Alikuwa na dola 2000 kwenye ukanda. Hayume katwa hiyo ule ukanda. Kuna watu ma experience wana nazijembe. Kisha mato yao yananaleza huyu hapa kuna senti. Sasa shati kipocho wamekishika imara, waila wengine wananazitupa za acid ukutilia pap wakakata ile sehemu tu. Kwa acid wewe mwenyewe hutambui. Wewe jitie la ilaha illa Allah, la ilaha illa, uko kwa Mungu mno. Utarudi nyumbani ulie. Tufu na huku umekikumbatia kipochi. Sasa usibadilishe madhahabu, ila hakikisha wewe humgusi mtu. Mtu akikugusa wewe shauri yake, wewe endelea tu. Usimguse mtu. Mtu amekugusa wewe haina neno, endelea. Tumefahamu hapa vizuri. Ja'alul baita an yasarin, lazima ukitufu Alkaba wewe upande wako wa kushoto. Hufai kutufu Alkaba upande wa kulia, ya kinyume namna nini? Lazima utufu upande wa kushoto. Al-ibtida'u min al-hajar al-aswad. Tukisema hini ni Alkaba, mathalan hini ni nini? Hini ni Alkaba hili. Hili ni Alkaba. Hajar al-aswad liko hapa. Sawa? Muko na mimi? Hajar al-aswad iko wapi? Wewe umeingia hapa. Wewe mlango ulioingilia umekabili huko. Hajar al-aswad liko wapi? Khalid huko. Hajar al-aswad liko hapa. Wewe umeingia kwa mlango ambao umekabili huko kwenye rukunul iraqi. Hii inaitwa rukunul iraqi. Baada rukuni ya Hajar al-aswad huko. Sasa wewe ukiingia hapa inakubidi, huwezi kuja hivi. Huwezi. Lazima ufuate watu wenda hapo. Huwezi kuja kinyume. Kama mai kiwa huyawe utoke huku ushindane na mai na mai bavua kubwa, urongo, hutoboi. Hutoki, unasema hapa si karibu bwana nzunguke, hufiki. Sasa itabidi uwe. Sasa hii kuya yote ni bure. Haisabiwi umeanza mpaka ufike hapo kwenye Hajar al-aswad. Na ukifika kwenye ile Hajar al-aswad, ile pembe ya Hajar al-aswad utaikabili, iawanye kifua. Pale huwa kuna line. Iawanye kifua. Ili wewe bismillah Allahu akbar ushanuilia kutufu. Ile batiania kwamba mimi sasa nanuilia kufanya nini? Kutufu, tawafu ya hija au tawafu ya umra. Umeshatiania bismillah Allahu akbar. Kwa nini washiria kwa mkono? Kama umelidara lile hajaril, utashiria kwa mkono kisha ubusu ule mkono wako. Manake kama wewe ule mkono ulikwenda ukafanya nini? Tumeipata wapi hini? Tumeitoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati wa Hajjatul Wadai, alikishiria fimbo kisha akibusu ile fimbo. Tuko usiwe na haja kuingia kwenye zahma kuleo, utakwenda kutolewa choo bure na mfinyo, hutofanya ibada kwa raha. Kila ukiwa kando bora, kila ukipata nafasi ya wewe kuwa huko kwenye zahma, ni bora ulete dua kwa uzuri. Baada lakini pale mpaka uwe shapu ile umewekelea ile Hajar al-aswad, umetiania na waitu tawafa lillahi ta'ala, na waitu tawafa al-haji au tawafu al-umra. Haya, bismillah Allahu akbar, utani. Hapa kuna tahadhari moja. Sio utiania usongeshwe namna hii. Watu waweza kukufanya nini? Wakakupiga kikumbo. Wakikupiga kikumbo ni kitani, nimeanza mbele ya Hajar al-aswad. Na mimi natakiwa nikianza nianze kwenye Hajaril. Sasa ima waona kwamba pale mimi sitoweza kustick,
anza huku kabla. Bismillah, Allahu akbar, uzunguke. Ukizunguka ukipita utaipita ile nini? Hajaril. Jamani, mmenifahamu hapa? Tuseme hii ndio Hajaril Aswad. Sawa? Maana ndo ushike hapa. Khalid ndo. Mwate ule leo tumempata. Simama kwa huku. Hapa. Simeona hii ndo Hajaril Aswad. Sawa? Sasa hii Hajaril Aswad mimi nataka nikianza hapa uone nimeelekeana nayo. Si ndio? Lakini sasa mimi nikisimama hapa watu wakanipiga kikumbo. Nikipiga kikumbo kizunguka nimeanza kwenye Hajaril Aswad. Ishaipita, kurudi haiwezekani. Hakuna waungisi akarudi kinyume nyume pale. Sasa mimi kwa kutoka shakani nataka nianze huku. Bismillah, Allahu akbar, nikizunguka bado niko nyuma ya Hajaril Aswad, naipita vizuri Hajaril Aswad. Maana lazima ile Hajaril Aswad niipite kwa upande wa kushoto. Lazima iwe kwa upande wangu wa lau ukapigwa kumbo pale kwenye Hajaril Aswad au kwenye kutufu ukapigwa kumbo, mathalan sengine weza wewe ukawa wewe atufu ukapigwa kikumbo ukatani namna hii mpaka ukazunguka jamaa wamekutukua. Umeona? Ina maana bile Al-Kaaba kuna baadhi nimeipita kwa upande gani? Lazima nirudi. Haisabiwi. Sijui mmenifahamu? Kuhiji kuna dharubu. Asante. Mungu akubariki. Mungu akupeke mara nyingi. Tumefahamu vizuri hapa? Lazima watu wafundishwe waelewe. Unaweza kuona wewe umetufu kumbe watu pigwa kumbo. Nakumbuka tulikwenda na marehemu Majuto. Asema yeye si masala ya kuchekesha, ni waqi. Unajua kwenda kutufu haswa hii tawafu ya hija ni tawafu lifadha. Hii huwa mara nyingi watu baada wameshatoka zao wapi? Mina, watu wote wamemiminika Maka. Huwa usipokuwa na timing wewe utakupumzika sana. Anani ajua kali na wendani wako pia wasema jua kali. Ukenda usiku kumefanya nini? Kumeshota. Sasa time ni nzuri ni saa 4 kuanzia saa 3 ya mchana kuendelea pale kijua kikali au saa 8. Sasa usipokwenda wewe ukenda time zile ati baada ya ishai. Mara Majuto akwambia walitufu mara karibia 13. Amemaliza ya 7 lakini wataka kutoka hawawezi, umma huzungushwa tu. Wewe hatufu lakini jamaa hukutukua. Huenda na wewe. Yeye atafuta ndia kutoka, huwezi. Mara hii ni umra Ramadhani, ile tawafu ilisimama kwa muda wa masaa 2 mpaka wakatoa warning watoto hawaruhusiwi kuingia. Kumekazana, hawa hawendi, kumeshona kisawa sawa. Basi huwa namna hiyo. Sasa ukimpata na mtu sopu basi hapa hamna nafinywa, naumizwa, hafanyi lolote. Chati upate mtu ngangari. Sasa ima watu waenda wao wenyewe tu, kaona wewe wapelekwa tu. Hakuna nafasi ya kusalimia chochote, wewe kila kitu salamu. Hakuna ile nafasi ya usimame bismillah. Mimi haya ni kuelezeao, si kwa utayapata tu usimame bismillah Allah. Wewe jamaa hao wenda na wewe. Kama ile maji ya mvua yale yakiteremka, hayana kukuuliza tukutukue au tukuate, watakwenda na wewe. Sasa kisawa yatakiwa namna hiyo. Lakini ukiogopa wewe pale bismillah Allahu akbar hivi bismillah Allahu akbar twende ndo saa robo chemecho watu wa huku. Hakuna mambo, hakuna stage. Manake ni sunna usalimie Hajaril Aswad, ni sunna usalimie rukunul yamani ile karibu. Muona ikiwa Hajaril Aswad iko hapa, kuna hinguzo inaitwa rukunul yamani kabla Hajaril Aswad, pia nao waisalimia bismillah Allahu akbar. Ndo hapo anza kubadilisha dua, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya karimu ya satar ya rabbal alamin. Ona hapo ndo badilisha ile dua.
huku kuna dua zake utaeta. Utaeta dua utakazo. Na mtu kukwambia hakuna dua maalumu haina tatizo, lakini asikwambia hakuna dua. Yakhi, kwenye tawafu yatakiwa uombe dua basi, usitie story. Na lazima ziwe ni 7, lazima ziwe 7, lap 7, mzunguko mara 7, na iwe ni nje ya Al-Kaaba. Ile tawafu iwe ni nje ya Al-Kaaba, isiwe ndani ya Al-Kaaba. Na kuna mahala ukipita kwenye Hajar al-Aswad kuna kama mlango ule multazam pale, ukimaliza kuna mahala mbele yake kuna Hijri Ismail, utaona kama kuna kijikona ndani. Usiingie kwa pale ndani kwa shortcut, ile hesabiwi kwa ndani ya Al-Kaaba, haitosihi tawafu yako ukipitishwa pale ndani. Hii tawafu ya hija yaanza wakati wake baada ya muntasafi leili, siku ile ya Idi. Sikia vizuri. Kawaida watu wakienda Arafa, utoka Arafa wakaja Muzdalifa. Wakitoka Muzdalifa huketi pale Muzdalifa mpaka karibia alfajiri, wengine mpaka alfajiri wakaketi Muzdalifa. Lakini ile usiku, leo si tulikuwa Arafa, tuseme leo ulikuwa sisi tulikuwa Arafa. Mmenifahamu? Hapa mtanifahamu. Leo sisi tulikuwa Arafa. Maana yake huu usiku ndo kesho ni tutaswali, watu swali nini? Jamani, mko na mimi? Arafa wa mwezi 9. Asubuhi yake uswaliwa nini? Idi. Sisi tukiwa tuko Maka kule hakuna yuao Idi. Kwa sababu aendao hija haswali Idi. Hakuna alokwenda hija kaswali Idi. Khalid uliswali Idi, hata huyu kamwe Idi. Kwa sababu watu wote walioko huku hunena Allahu Akbar Allah, ila wale walioko Maka kule wakitoka Arafa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal mpaka aenda katupe mawe. Ukitupa mawe wewe ndo takbira yaanza kwako wewe. Utatupa siku ile, utatupa siku ya pili, utatupa siku ya tatu. Wajua ile wakati wa kutupa mawe haina limit time. Yani inaanza after midnight. Siku ile ya usiku wa Arafa. Ile tumetoka Arafa ule usiku after midnight, baada nusu ya usiku kuna mambo haya manne: ran, hat, re, nuni, he, twe. Mambo manne huingia wakati wake after midnight. Ran, re ni rami, kutupa mawe, yaanza kuingia after midnight. Nuni, nahar, kuchinja, yaanza kuingia after midnight. Lao ikiwa kama wale mbuzi tulikuwa tunao wenyewe, tungeweza kutinda usiku ono after midnight. He ni halq, kunyoa, yaingia after midnight. Te ni tawafu, yaingia after midnight. Na uzuri sasa, hivi vitu uzuri, sikiza, vyote vinne vimekwambia time yake yaingia after, baada kuanzia saa 6 ya usiku. Sawa? Sawa? Sasa kuna vitu vingapi? Vitu vingapi? Vinne. Kutupa mawe, na hii siku hii utupa jiwe moja tu. Yani zile nguzo ni 3. Hii nguzo moja tu, ile kubwa. Ile kubwa. Manake kuna sughra, kuna wusta, kuna kubra. Kubwa ni ile Jamratul Aqaba iliyowekelea Maka. Manake wewe utaipita nguzo ndogo, uende ya tatu, ya katikati, uende ya mwisho ndo kaipige hiyo. Ni moja tu hiyo. Sasa hii kutupa mawe. Uzuri mwanzo utupe mawe. Kisha uchinje. Kisha unyoe. Kisha utufu. Hii ndio uzuri. Lakini lao ukafanya vice versa, mtu mwanzo akanyoa, mtu mwanzo akatufu, kisha akaenda katupa, yote yafaa. Na hii imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja amekuja akamwambia Rasulullah, mimi nimetufu kabla ya kunyoa. Mtume akamwambia if'al wala haraj,
hakuna makosa. Mwingine akamwambia Rasulullah, mimi nimenyoa kabla ya kutufu. Mtume akamwambia if'al wala haraj. Mwingine akamwambia Rasulullah, mimi nimenyoa kabla ya kutupa. Mtume alimwambia if'al wala haraj. Kwa hiyo ni wewe kuangalia ile nafasi. Wajua kule kuna screen. Waweza kuangalia Maka kutupu, sasa yao kimbia ukatufu. Kamalize kabisa kutufu. Kisha ukirudi huko utatupa mawe, utanyoa kwisha. Kwa sababu kutinda hatutindi sisi, hutindiwa huko. Hatuisi hutindiwa paka, hutindiwa mbuzi, hutindiwa sisi. Tuko. Kwa hiyo sisi ya kuyafanya mambo mangapi? Hamuisi pia hizi. Sisi ya kuyafanya mambo mangapi? Sisi ni kutupa mawe, ni kunyoa au kupunguza, na kufanya nini? Na tawafu. Sasa kuna skrini kubwa wewe utakuwa ukiziona pale Mina, huonesha Maka. Ukiona Maka kuko free, after midnight kimbia ukawahi. Na ndio ukaona mimi niliwaambia kwamba mimi nilikuwa sifuatani na watu, nenda zangu peke yangu kwa miguu, sababu nikiona kule Maka kumetoka nafasi nashuka moja kwa moja mpaka Maka, nikaenda nikatufu nikamaliza, ngerudi Mina natupa mawe, wenda zako kulala, ushamaliza tawafu ifadha wewe. Mimi nishamaliza, basi na ngoja siku zile 2 za Maka, kazi yangu tupa mawe tu. Lakini watu wakirudi Maka, kuna kutufu, mimi waangalia tu. Nishamaliza mimi, mtezo shauri wa kitambo. Kuna wengine mafidhuli watakwambia Mtume alitoa ruhusa after midnight kwa wale wazee na wale. Ya akhi, Mtume alitoa ruhusa kwa hili. Kwa nini alitoa ruhusa? Kwa sababu ya tabu. Kuna hijaraha. Niambie nani ndio hija asipata tabu? Sote tumekuwa wazee. Ni chance, hija ni kuangalia chance. Umepata chance kafanya, ukupata. Lakini sasa yataka, wajua kuna watu wakenda 100 watu babaika. Maka haipotezi, lakini kuna mtu tapotea. Maka ina sign kila mahala. Na mashallah veshwa zikuku kama kuku mgeni. Kila muona kikuku chake. Na siku hizi ile kikuku kina ile QR ile code ukifanya na kamera namna nini ya kupa location wewe wakati hoteli fulani, basi nakupeleka mpaka hotelini mwako. Hawa wenye kuwatukua watu hija ni muhimu kuwafundisha watu mambo ya kufuata location. Ile kikuku wewe ukiingia tu Maka kuna kikuku utatiwa. Hata ukakifanya nini mpaka upambane nacho kweli kweli hakikatiki. Kile ni muhimu usikitoe, utaogea nacho, utalala nacho. Kile cha kuonesha askari wote ukimuonesha atatia pap, atakwambia wewe ni mtaa fulani. Watu wengine waona wewe mikutembea, muona kama huyu ameveshwa kadi ili kuonesha hii kadi huyu waiwayu. Ukisha kuiona hiyo kadi utajua huyu wazee wake nani. Muona ametumia akili. Siku hizi wale unaona kama huyu mambo ya Kiafrika. Kule Ulaya kuna GPS uvalishwa, hata yeye mwenyewe haijui. Ile GPS wale wazazi humuona. Tena ni nzuri, kijidogo wakiconnect na simu, wao wataona sasa ya hauko shibu. Yeye hayuyu. Manake hawa wakiona kuna kitu kerakera hata kikogolea mbali ya kiume. Tumefahamu hizi nguzo hizi tuzitatu hizi. Sasa wewe ukitoka zako Arafa, waja zako Muzdalifa, sisi tumeelezea namna ya kwenda kutufu. Sunna ya kutufu ni utufu hafian, yani miguu chuma. Siku hizi watu utufu na ziatu, utaona watu wenyewe na maziatu wenyewe makini, ni upambe. Tulizungumza huku kutufu, ikiwa wewe tawafu yoyote baada yake kuna kusai, zile 3 ni sunna mambo mawili. Aramal, kwenda mbio katika zile tawafu 3 za kwanza, na kufunga kibora. Ule msara upitishe namna hii. Sawa? Baadaye utarudi kama kawaida. Lakini hii tukasema kwa wanaume, wanawake hawana hili.
alqurbu min albayti in amkana ramlu wa illa fayabidu, ni sunna kuwa karibu na Alkaaba ikiwa nafasi iko. Kama hakuna utakurubia vipi zita hizo? As-sakinatu wal waqar, kwenda taratibu, sipeleke mbio. Kuna watu wenda kufanya ile ibada kutaka kumaliza, anaenda kufanya kwa makini. Almuwalati, kuzifuatanisha, kusoma adhkari ndani yake. Istilamu alhajari alaswad wa takbilihi, kama utaweza kwenda kulibusu Alkaaba, kulishika na kulibusu sawa, huwezi usilazimishe, si lazima. Na tahadhari wewe unayekwenda hija kutaka kuishika hajari alaswad ukaudhi wenzako, ni bora usishike wala usiudhi. Henda wewe kwa kude kuudhi wenzako, badala kupata thawabu ukapata madhambi. Maana kuna wengine miskini mvainga hawakusoma, yeye akiambiwa hajari alaswad uko tayari hata kama kuitoa mimba. Akhi, kuna wanawake pale akhi, utashangaa mtu ana tumbo la mimba na yeye haoni asikia ataka hajari alaswad. La, sio. Adua, kukithirisha kuleta dua, kuomba dua kwenye multazam. Multazam nimekwambia ni baina hajar al-aswad na ule mlango pale, una sehemu inaitwa multazam, baina hajar al-aswad na mlango. Alafu adua bil hatimi, kisha kuna sehemu inaitwa hatimi, ni baina hajar al-aswad na makamu Ibrahim, pia kutaka kuomba dua. Kisha unywe maji ya Zamzam. Tukome hapa.